katika historia ya dunia, kiasi kwamba dunia nzima miaka nenda miaka rudi usherehekea hicho kisa kwa nguvu nyingi. Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako? Moyoni zaidi ya sherehe una nini cha kujivunia? Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako? Moyoni zaidi ya sherehe una nini cha kujivunia? Tumewazoea kuwa katika msimu wa Christmas wajitolea kutenda matendo ya huruma, wakiwakunjulia mkono wahitaji. Yote ni mema na yastahili, pia Mungu juu yampendeza, ila haitoshi bila kumpokea Yesu kama Mwokozi. Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako? Moyoni zaidi ya sherehe una nini cha kujivunia? Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako? Moyoni zaidi ya sherehe una nini cha kujivunia? Wasubiri kwa hamu sana, hadi wengine kutenga kabisa hata bajeti ili kujiandaa vizuri hiyo siku. Lakini muhimu kuliko yote ni kujiandaa mioyo yetu, ili huyo mfalme azaliwe maishani mwetu. Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako? Moyoni zaidi ya sherehe una nini cha kujivunia? Ni sherehe kila upitapo, sherehe, sherehe, kula, kunywa na kuimba, watu wanaburudika. Lakini lipo swali kwa kila mmoja wetu: je, kuzaliwa kwake Yesu kuna maana gani ya msingi moyoni mwako?